إنما الأعمال بالنيات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني الأعزة وأحبابي في الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma kiongozi wa umma, kipenzi chetu, mwalimu wetu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni lakini nikiwa mwanzo kuihusia nafsi yangu mwenyewe yenye kila aina ya mapungufu kumcha Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, hal yakfik nadharatun ila alqabr? Je, inakutosha wewe Muislam katika maisha yako kutaka mazingatio kwa kuliangalia kaburi? Yani haijawa kwako wewe kitendo cha kuliangalia kaburi kuwa ni sehemu ya mazingatio kwako wewe kuwaidhika katika maisha haya ya ulimwengu? Ndugu zangu katika imani, bahati iliyokuwa mbaya, kila siku tunazika, tunawabeba ndugu zetu, marafiki zetu, watu wetu wa karibu, tunawapeleka katika viwanja vya makaburi, katika majumba ambayo yaliokuwa yameandaliwa kwa ajili ya kuelekea katika maisha ya barzakh. Lakini tukifika pale tukayatazama makaburi kama yale, haitoshi sisi ambao tulioingia katika viwanja vya makaburi kuwaidhika katika nafsi zetu na kujua nafasi zetu katika maisha ya ulimwengu. Akhi fillah, hal ra'aita alqubur? Ndugu yangu katika imani, je, umelitazama kaburi? Sikwambii kutazama mchanga, sikwambii kuangalia hali iliyopo. Nataka uangalie kaburi kwa jicho la moyo wako la ndani kabisa. Hal ra'aita alqubur? Hal ra'aita dhalamatuha? Je, umeshazunguka katika kaburi wakati wa kumstiri ndugu yako na kipenzi chako? Je, umeliona lile kiza ambalo analowekwa ndugu yako kipenzi chako ndani ya mwanandani? Hal ra'aita wahshatuha? Umeuona upweke wake alivyokuwa katika maisha ya ulimwengu? Ana watu, ana familia, ana umma, lakini wakati anawekwa kwenye mwanandani, umeuona upweke ule? Hal ra'aita shiddatuha? Umeona tabu anazokwenda kuwekwa mwanandani pale? Hal ra'aita dhiqha? Umeona ufinyu ule? Ndugu yangu katika imani,
hal alimt annaha uiddat lak kama uiddat lighayrik? Hivi ulioni kaburi lile kwamba limeandaliwa kwa ajili yako wewe kama vile ambavyo lilivyoandaliwa kwa wale ambao waliokuwa wamepita wanaokuja baada yako? Umeliona kwa jicho la ndani lilotoka katika hofu ya kumwogopa Mola wako? Umeliona kaburi hilo ndugu yangu katika imani? Amma raait ashabuk wa ikhwanuk wa arhamuk wa jiranuk nuqilu min qusur ila alqubur. Wewe ndugu yangu katika imani, hujawaona ndugu zako, hujawaona vipenzi vyako, hujaiona familia yako, bali hujaona hata majirani zako ambao wametolewa kwenye makasri, majumba, wanapelekwa kwenye viwanja vya makaburi, na wewe ukishiriki kuwabeba na kuwapeleka pale, bado hujaona hali hiyo. Ndugu yangu katika imani, lazima utafakari hali hiyo ili uishi katika ardhi hii kwa nidhamu, kwa hofu ya kumwogopa Allah, kwa hofu ya kumwogopa Allah na kufanya maandalizi ya kukutana na Allah. Ndugu yangu katika imani, hivyo ndiyo ambavyo mtu mwenye akili, mtu mwerevu huzingatia pale anapofika katika mwanandani, anapofika katika viwanja vya makaburi. Pale hapataki mjanja, pale hapataki mtu wa mjini wala wa kijijini, hautaki ubontauni pale. Pale panataka taufiki ya Allah na nusra ya Allah pale. Ndugu yangu katika imani, viwanja vile, maeneo yale ambavyo umma wa Kiislamu leo ukifika pale, kuna watu wakiingia pale hawana adabu, hawana hofu na Mola wao. Mtu anaingia pale anawaza biashara, anawaza mipira, anawaza mambo ya haramu, bado hajaingia pale akawaidhika. Pale atawaidhika sehemu gani? Rawa Ibn Abi Dunya عن الأعمش رحمة الله عليه anasema, kunna nashhadu aljanaza fala nadri man almu'azza fiha likathrati albaqin inma buqahum ala anfusihim la ala almayit. Watu wema wenye akili walikuwa wanavobeba maiti wakafika pale katika viwanja vya makaburi, kila unayemtazama hujui ni nani aliyefiwa. Kila mmoja ni kilio, kila mmoja ana hofu pale. Anasema humjui ni nani hata ambaye aliyefiwa. Kila unayemtazama unamwona huyu, huzuni imetanda kwenye moyo wake, huzuni inadhihirika katika uso wake, hujui nani kafiwa. Wanalia kilio pale, hawamlilii yule waliompeleka pale. Kinachowaliza pale ni nafsi zao, itakuwaje wanakwenda kuweka kwenye mwanandani. Je, Mola wao atakuwa mwenye kuwapokea akaonea huruma akawasamehe makosa yao, au watakuwa wameghadhibikiwa? Sio sisi. Ndugu zangu, watu wakifika pale, badala wazunguke watafakari hali ile, kila mmoja unamwona yuko bize, mwingine simu anapokea biashara, mwingine kadha, mwingine mipira pale. Usipowaidhika pale, wapi utawaidhika ndugu yangu katika imani? Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam
روى الإمام أحمد في صحيح من حديث البراء بن عازب أنا سيما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفير القبر. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameketi pembeni ya kaburi. Kukaa juu ya kaburi haram. Yeye mtume anatuelekeza kwamba inajuzu kukaa sehemu ambapo hapajazikwa. Ameketi kule pembeni. Kisha anaangalia ndugu yao Muislamu anawekwa kwenye mwanandani. Anaangalia pale watu wametafakari, maswahaba wanamzika ndugu yao katika maansar. Mtume Muhammad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, alishasameheka madhambi yake huyo maasum. Anatazama, anawekwa mmoja katika watu wa umma wake, anaotazama masahaba zake. Fabaka hatta balla farah, analia, machozi yanamtoka Mtume Muhammadin, yanachurizika kwenye ndevu mpaka yanadondoka chini, yanaonyesha athari katika ardhi. Anaogeukia masahaba, anaogeukia umma wake, anawaambia ya ikhwani, enyi ndugu zangu, enyi ndugu zangu, limithli hadha, mfano wa huyu ndugu yetu amemwacha mke wake, ameacha mali yake, ameacha watoto wake, ameacha mashamba yake, ameacha majumba yake, ameuacha ulimwengu. Limithli hadha, mfano wa huyu, faiduhu, jiandaeni, anzeni istidad. Hali hii ni ngumu, yataka msaada wa Allah. Mina wewe tunafika pale, wakati watu leo wanazika kimjini, wanashika makoleo. Ndugu yangu katika imani, vijana wa Kiislamu wanashika makoleo, huyu anamtania huyu, huyu anamtania huyu, huyu anakadha hivi, huyu anamtukana huyu, mazishi kana kwamba wanakwenda kutupa mzoga. Mzoga. Pengine watu wanataka wakuharakisha, wakuzike wewe utoke. Wana mechi wanataka kwenda kuisubiria, kuiangalia huko. Wewe huna thamani tena, wanaikimbilia dunia. Hao ni kina nani wanaokwenda kuzikwa kama sio mimi ni wewe? Unaiandaa vipi rafiki yako wa kweli? Ndugu yangu katika imani, huyu ni mtume anamtoka machozi makaburini. Uthman ibn Affan dhu nuraini, ahadu ashara almubashirin fi aljanna, khalifatu thalith. Uthman ibn Affan basharahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi aljanna wa huwa yamshi ala al-ard. Amebashiriwa pepo. Uthman kabashiriwa pepo, bali kaoa mabinti wawili wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amekufa mtume akiwa radhi na Uthman. Wote mnajua manaqib ya Uthman, khalifa watatu. Uthman anapofika kwenye viwanja vya makaburi, kana Uthman idha waqafa ala al-qabr, anaposimama kwenye kaburi, baka hatta yabulla lihiyatahu, analia, yanamtoka machozi. Uthman ibn Affan yanamtoka machozi. Faqila lahu, anaambiwa tudhkaru aljanna wan nar, inatajwa pepo na moto. Unaathirika, unalia, lakini sio kama kilio ambacho wao unakionyesha hapa. Hapa unalia sana kwenye viwanja vya makaburi. Kwa nini unalia kiasi hichi? Huyo ambaye anasubiri afe aelekee janna, anasema kwa nini nisilie? Kwa nini nisilie? Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, al-qabr awwal manazil al-akhirah, kaburi ndio nyumba ya mwanzo. Kaburi ndio nyumba ya mwanzo ambayo mtu anaelekea kwa Mola wake,
alqabr awwal manazil al-akhirah, kaburi ndio nyumba ya mwanzo kuelekea akhira. Fa in najah, ikiwa atafaulu katika kaburi lile, fama ba'dahu aysara minhu, yanaofuata baada ya hayo yatakuwa mepesi kwake yeye biidhnillah. Kaburi ndio nyumba ya mwanzo anaofikia mtu kuelekea kwa Allah. Fa in lam yanju, hakusalimika hapo kwenye kaburi, hapo hakusalimika kwenye kaburi, fama ba'dahu ashad, baada ya hapo ni pagumu katika safari yake. Analia anavyoliona kaburi, ndio safari yake ya mwanzo inaanzia pale kuelekea kwa Allah. Pale ndio kuna maisha ya barzakh, maisha ya kaburini. Anawaza itakuwaje pale nikiweka kwenye mwanandani ule, itakuwaje hali ile? Huyu ni Uthman ibn Affan. Kisha anawaambia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma ra'aytu manzaran qat, sijaona mandhari yoyote ya kupendeza, wal qabru afdha minhu, lakini kaburi latisha. Haya anayasema Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndugu yangu, bado katika viwanja vya makaburi unalikanyaga kaburi kana kwamba hujali walozikwa mule. Hujui katika mtaa wako wangapi umewabeba kwa mabega yako mwenyewe, umewapeleka pale. Unafika huna habari, unataka biashara, unataka mipira, unachati na wanawake ndani ya viwanja vya makaburi. Ndugu yangu, utakutana na Allah katika uso wa namna gani ikiwa huogopi mazingira yale katika viwanja kama vile? Hatuna mazingatio. Ndugu yangu, ebu vuta kidogo fikra zako. Ukiingia kwenye viwanja vya makaburi, huoni yale makaburi katika baadhi ya maeneo yameandikwa fulani ibn fulani ibn fulani, huyu amekufa tarehe fulani, kazikwa tarehe fulani. Hujaona vibao hivyo vingi katika makaburi? Sasa mmoja masalaf ridwanullahi alayhim qala dakhaltu almaqbara, nimeingia makaburini, faraaitu lawha, nikaliona ubao juu ya kaburi, maktuba alayhi, limeandikwa juu yake. Halikuandikwa fulani ibn fulani, hapana. Ujumbe uliokuwa umeandikwa uchukue wewe Muislamu kama mazingatio yako. Na mimi na wewe twapita sana kwenye makaburi. Kumbe lina miaka 7 hili, lina miaka 4 hili, hili lina miaka 5 hili kongwe hili lina miaka 80 hili kadha. Mimi na wewe twapita sana, twazungumza haya maneno. Kaburi lile limeandika hivi, ya waqif ala qabri, ya waqifu ala alqabr, ewe ambaye uliyesimama juu ya kaburi hili, la tataajab min amri, usistaajabu juu ya jambo langu. Mimi nimekufa siku fulani wakanizika siku fulani, hili sio la kustaajabisha. Ams kuntu mithlaka, mimi jana nilikuwa kama wewe, na mimi nilikuwa nikifika na shangaa kama wewe. Amma leo ana fi qabri, mimi leo ndio nipo hapa. Sasa wewe ambaye unayesoma ujumbe fulani ibn fulani, anakuambia si jambo la kusoma sana. Hebu angalia na wewe, leta fikra zako na kumbukumbu zako kwamba na wewe ndiye ambaye uliyekuwa umelazwa hapa. Ushtuki wewe Muislamu. La ta'mal wallah annaka idha asbahta amsayta wa idha amsayta asbahta. Usijipe matarajio kwamba wewe kwamba una afya, una kadha, kwamba asubuhi ukiwepo jioni wewe upo. Hamna mwenye guarantee hiyo. Wala jioni kwamba asubuhi upo wewe. Usijipe wewe. Kam amsa wala yumsi. Wako wangapi ambao wameamka hawakufika jioni? Wakam min insani, wako wangapi watu yumsi wala yusbih, jioni alikuwepo msikitini kashaikawa, lakini ajua asubuhi hayupo. Ndugu yangu, wakam min insani
labisa thawbuhu wa lam yakhlahu ila al-ghasib. Wako wangapi wamevaa mavazi yao mazuri wanaoyapenda, hawakuwa na uwezo wa kuyavua tena, wamekuja kuwavua watu wenye kwenda kuyosha maiti yake. Wa kam min insanin nama wa lam yaqum min firashi ila al-qabr. Wako wangapi wamelala hawakuamka, wamekuja kuamka, wamo ndani ya mwanandani, wanakuja kuamshwa na malaika wawili, Munkar na Nakir. Umejiandaa vipi? Madha a'adta li awwal marra layla tabituha inda al-qabrika? Umejiandaa vipi usiku wa mwanzo ndani ya maisha ya kaburini? Hivi umejiandaa vipi usiku ule wewe? Umejiandaa vipi? Kama ukifika katika viwanja hivi vya makaburi, bali ndani ya majumba yetu tunaotoa vipenzi vyetu, hatujawa na mazingatio, yataka nyoyo zetu tuzoidhishe sana. Ndugu yangu, ni sunna kwa kila mmoja wetu anavyokwenda akiweka mguu wake ndani ya makaburi atoe salamu. Hadithi ya Abi Hurairah inda al-Bukhari Muslim aidha, assalamu alaykum qaumun dari min al-mu'minina wal-mu'minat. Amani ya Allah iwe kwenu nyinyi enyi watu wa makaburini, waumini wanamume na waumini wanawake, waumini wa Islam na waumini wasiokuwa, waumini wa Islam na waumini na Waislamu. Qaumun mu'minin wal muslimin. Maana kuna daraja katika Uislamu ya mu'min na muslim. Yani kila mu'min ni muslim, sio kila muslim mu'min. Kwa Mtume anasema mtu anapoingia ndani ya makaburi, akiingia tu asema assalamu alaykum qaumun daril mu'minina wal mu'minat. Amani ya Allah iwe kwenu enyi watu wa makaburini, waumini wanamume na waumini wanawake. Antum sabiqun, nyinyi mmetangulia, wa nahnu lahiqun, si tuko nyuma yenu. Sasa wewe ukiingia huna fikra hizo, huna habari hiyo, wala fikra huna kabisa, saa ngapi utawaidhika hapo? Mmoja katika masalafi rahmatullah alayhi, tena ni katika maulama na ni katika mmoja katika mashekhe wa Imam al-Bukhari, Malik bin Dinar rahmatullah alayhi, ana maneno ameyatamka alipokuwa anaona taksiri katika maisha yake. Huyu ni alim min ulama salaf, anavona changamoto kidogo, anataka auwaidhishe moyo wake, au shtue au boost moyo wake, anaelekea makaburini. Kwa nini anaelekea kule? Kwa sababu Mtume amesema zurul qubur fa innaha tudhakkirukum bil akhirah. Zuruni makaburi, kwa sababu kitendo cha kwenda kuangalia makaburini kunawakumbusha na akhera. Ukifika makaburini pale ukaangalia, pale rafiki yangu kipenzi bana tumemzika hapa, pale bana bibi yangu kizaa mama, pale babu kizaa bibi, hapa bana baba yangu mzazi, hapa mjomba, hapa bana shangazi, hapa rafiki yangu, hapa shekhe wetu fulani, hapa kadha. Ukifika pale ukiangalia yale makaburi, inakukumbusha kwamba hapa dunia si lolote, hii ni safari ya kuelekea akhera. Ndio Mtume akasema zurul qubur fa innaha tudhakkirukum bil akhirah. Zuruni makaburi kwa sababu yanawakumbusha kwamba mnaelekea akhera. Hasa Malik bin Dinar kafika pale akaangalia yale makaburi, kisha akasema hivi, ataitul qubura fanadaituha aina almu'azzam wa muhtaqar wa aina almudhill bisultanihi wa aina almuzakka idha iftaqar wa aina almuzakka idha ma iftaqar fanuditu min bainha tafanaw jami'an fama mukhbirun wa mata jami'an ومات الخبر وصاروا إلى مليك القاهر العزيز إذا ما أمر مطيع إذا ما أمر. Huyu Malik bin Dinar asema ataitu alqubura, niliendea makaburi kuwaidhisha nafsi yangu, fanadaituha, nikaita
assalamu alaikum ya ahla alqubur. Nikawatolea salamu pale, nikawaita, nikatazama makaburi, kisha nikasema aina almuazzam wa muhtaqar, wako wapi wale ambao waheshimiwa wamelala hapa? Nijibuni, mko wapi wale ambao ni mwabonyenye waheshimiwa ambao mmelala hapa? Nijibuni, mko wapi? Wa muhtaqar, wale wenye kudharauliwa katika jamii wako wapi hapa? Nijibuni, mpo wapi? Aina almudhil bisultanihi, yuko wapi yule ambaye mwenye kudharauliwa? Wako wapi viongozi walokamata dola, viongozi wa kadha wa kadha? Ainahum, wako wapi? Aina almuzakka idha ma iftaqar, wako wapi walikuwa wanajifakharisha katika miji? Majabbar, wako wapi majabbar? Wako wapi walikuwa na viburi? Idha ma iftaqar, pili walipokuwa wanajipa uburi wao, wako wapi leo? Anasema kimya kikatanda, niko mimi peke yangu kwenye uwanja wa makaburi, naongea na makaburini, hakuna anayenijibu. Fanuditu min bainiha, nikasikia sauti, wala ara ahad, sikumwona yoyote. Tafanu jami'an, wote wameondoka. Fama mukhbirun, hakuna kuambia habari hiyo, hayupo tena. Wamata jami'an, wote unaona hao wameshakufa wote hawa. Wamata alkhabar, habari zao tayari zishageuka, zimekwisha. Nani anawakumbuka? Kila mmoja kafiwa hapa, kipenzi chake anakuja kumkumbuka baada ya matukio tu, hakuna tena. Mata alkhabar. وصاروا إلى مليك العزيز القهار الذي إذا أمر يطاع. wamekwenda kwa Jabbar al-Aziz dhu intiqam, mfalme wa wafalme ambaye Allah anavoliamrisha jambo huwa natiiwa. Sasa ndio wamekwenda pale kwake, wanakwenda kwenye mahakama ya Allah. Taruhu wa taghdu banatu farah, unapumbazwa na nini wewe Muislamu? Wewe mwanadamu, kitu gani kinachokupumbaza katika ulimwengu huu? Wale mabinti wazuri walikuwa wanapita katika miji, wapi wale? Fatamhu mahasina tilka suwar, kwani walopita walikuwa wazuri kabla ya hawa, wako wapi leo? Wameondoka. Faya sail an unasi qad madaw, ewe mwenye kuuliza kwa watu ambao wameshaondoka, haijawa mazingatio kwako juu ya haya makaburi? Anasema nimerejea huku ndalia. Aqulu ma tasma'un wa billahi tawfiq. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ndugu yangu katika imani, Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anatuelekeza watu ambao wenye akili, watu wazuri, watu wenye uelewa, watu ambao wako sawa sawa, watu ambao unaweza kukaa nao ukashauriana nao. Watu gani hawa? Rawa al-Imam Tirmidhi rahmatullah alayhi min hadithi Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, nilikuwa pamoja na Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Fajaahu rajul, akaijiwa na mtu, kaja mtu. Faqala ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, ayul mu'minina afdal, ewe Mtume wa Allah, nani katika watu aliyekuwa bora? Bora nani? Sahaba anataka kujua nani bora, atafute ubora, atangamana watu waliokuwa bora, aishi na watu wa bora. Nipe sifa za mtu aliyekuwa bora, nani bora? Qala alayhi salatu wassalam ahsanahum khuluqa, ni mtu mwenye tabia nzuri. Mtu mwenye tabia nzuri, huyu ni mtu ambaye aliyekuwa bora. Tabia nzuri kwake, tabia katika muamala na wenzake, tabia na familia yake,
mke wake na watoto, ndio mtu aliyekuwa mwema. Faqala ya Rasul Allah, ewe mtume wa Allah, ayu nasa aqyas, nani katika watu aliyekuwa bora? Nipe mtu aliyekuwa bora, aliyekuwa mwenye akili. Fa ayu nasa aqyas, nani mwenye akili? Mtu ambaye mwenye akili. Wewe na mimi ukiambia mwenye akili unawadha huyu jamaa lina PhD, ili jamaa bana limesomea uchumi, ili bana yani kasomea profesa, huyu kadha kadha. Ndio akili yangu na yako. Mtume sallam akawaambia, man aktharuhum lilimauti dhikra, mtu mwenye akili ni yule ambaye mara nyingi katika maisha yake ya ulimwengu anakaa na kutafakari sana, itakuwaje siku malakul mauti anakuja kumteremkia. Anakumbuka kifo, lakini baada ya kukumbuka, wa ahsanahum lima ba'dahu isti'dadan, akawa anajiandaa na hali ya kuelekea kwa Mola wake. Ulaika al-aqyas, hao ndio wenye akili. Huyu ndio mtu mwenye akili mbele ya Allah. Huyu ndio mtu aliyekuwa bora kwako ndugu yangu katika imani. Mtu ambaye anaweza hata akakwambia mche Allah. Mtu ambaye anaweza kukwambia jambo hili ni haram. Mtu anaweza kukwambia muda huu wa swala. Mtu ambaye anaweza kuongoza katika mambo ya kheri. Huyu ndio mtu mwenye akili mbele ya Allah, mbele ya jamii, ambaye atakusaidia katika maisha yako. Kumbuka ndugu yangu katika imani, wako wangapi miongoni mwetu tulikuwa ni majabara, walikuwa ni watu ambao akisema barabara funga hii, hakuna kusema fungua. Tumeishi na watu wanaogopa kwenye ardhi hii, na Allah wengine amewapigia mpaka mifano kwenye Qur'ani. Na wengine tumeishi nao hapa katika maisha yetu, wasa fulani mkali sana, fulani mwenye kibri sana, fulani kadha wa kadha wa kadha. Wako katika jamii tunaishi, tunapigia mifano miongoni mwetu. Lakini ndugu yangu katika imani, Allah anasema kalla idha balaghat at-taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffat as-saq bis-saq ila rabbika yawma idhil masaq. Ujauri utauona hapo. Allah anasema si hivyo, jifunzeni. Si hivyo. Roho inapofika kwenye mitulinga ya mabega inataka itoke sasa. Waqila man raq, nani wa kumponya mtu huyu? Jamaa yangu, mzazi wangu, rafiki yangu, mume wangu, mke wangu, mtu wangu wa karibu, nani atamponya hali hii? Wa dhanna annahu al-firaq, yeye muda ule anaona mnahangaika tu, yeye anayakini anaelekea kwa Mola wake. Ndugu yangu, umeshamuona mtu wakati wewe mtu anaoshwa, umeshafika kwenye ndani ukamtazama mwenzako wakati wa kumuosha? Umeshamuona mtu wakati unamvua nguo, mnamuosha, weka sabuni hapa, weka mkono hapa, hebu hapa fanya hivi, hebu fanya hivi kidogo, kuna hali fulani, hebu anza kumkamua kidogo, hebu jamaa kwa hali si, leteni pamba, leteni kadha, kuna vitu. Umeshahudhuria hapo? Ujauri unatoka wapi? Ujauri unatoka wapi? Ila rabbika yawma idhil masaq, siku hiyo ni kuchungwa tu. Dunia nzima wanaokujua, watu wengine hawatahudhuria, watapiga simu tu, saa ngapi jamaa anazikwa. Wengine wanafunga biashara zao waje wakushughulike na wewe. Barabara nyingine inafungwa, watu wanakuandaa, jeneza tayari, ataswaliwa msikiti gani, itakuwaje, nani kaleta sanda, mmekumbuka hata ubao, mmekumbuka kadha. Unakumbuka hayo ambayo wewe unayafikiria kwa wenzako, ndio siku mimi na wewe tutafikiriwa hivyo. Mimi na wewe tutafikiriwa hivyo. Watu wako busy. Sasa bahati mbaya katika jamii ile kuna watu wamegawanyika sana juu yako. Wako ambao wanatamani, wana mambo yao wameyapa kipaumbele, ni haya tu ya kiulimwengu ndio inawasukuma kuja kukuzika, lakini mapenzi na wewe hawana.
Ni haya za kiulimwengu tu, kwamba jamani twende tukamzike huyu. Basi wanaacha kazi zao za muhimu wanaoziupa kipaumbele wao, hawana fikra na wewe. Ndio maana utaona jeneza wanasema tutaswali saa 10, tutaswalia saa 10. Lakini utashangaa pengine unakwenda saa 10 ambapo tushazika. Nini? Tumeona tu hali ya hewa. Kumbe watu wana mishe zao kule. Wewe tayari hawana fikra na wewe. Sasa ili uwe salama, ndugu yangu, ni kurejea kwa Allah, kutubia kwa Allah, kuwaidhika katika hali ile. Ibn Qayyim rahmatullah alayhi ana maneno anasema Ibn Qayyim rahmatullah alayhi, انظر الى حالك الذي انت عليه اليوم، انظر الى حالك الذي انت عليه اليوم. Weka chini peke yako, tafakari tu. Uhitaji mtu kuwaidhisha nafsi yako mwenyewe. Jiangalie, mimi katika maisha yangu haya leo ninaoishi, hal yasluh lilqabr walmaut, hal yasluh lilmaut walqabr. Hivi mimi hali yangu hii, ikitokea malakul maut anakuja kuitoa roho yangu, mimi nito kwenye hali ya namna gani? Angalau ya matendo yangu yatanibeba? Wajipime, bal insanu ala nafsihi basira. Jipime wewe mwenyewe, akinitelemkia malakul mauti, mimi hapa maisha ya kaburini nitayahimili? Je, malakul mauti atakujaje kunitoa roho yangu? In kana yasluh, ukiona mazuri fastamiru alayhi, endelea na mwenendo huo uliokuwa nao, nazidisha mambo ya khairi. Wa in kana la yasluh lihadhain, ikiwa matendo yako unaona yana changamoto, kaburini hapakaliki, malakul mauti akushukia ni taabu, ndugu yangu, fatubu ila Allah, rejea kwa Allah, warji ila ma yasluh. Tengeneza mambo yako vizuri, usigeuke katika ulimwengu ukawa ni kituko. Kwa nini kituko? Siku moja Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Abi Qatada, amekaa na masahaba, tumekaa na masahaba zake. Famara aljanaza, murra alayhi aljanaza, murra alayhi aljanaza. Jeneza linapita mbele pale, wanalipeleka kwenda kustiri kule. Mtume akaliangalia, masahaba wakaliangalia jeneza lile. Kisha Mtume akasema, mustarihun wa mustarahu minhu. Ibara hii iliwapa tabu sana masahaba. Ya Rasulullah, umetamka kwa jeneza hili mustarihun wa mustarahu minhu, yani yeye anastarehe na wanastarehe kutokana na yeye. Tupe tafsiri yake ya Rasulullah. Mtume akasema, innal abdal mu'min, mja mwema anaishi katika mipaka ya Mola wake, anapata kila aina ya mitihani na changamoto katika maisha haya. Siku anaondoka katika ulimwengu, alhamdulillah, ameanza kupata bishara njema wakati wa kutolewa roho yake. Allah anasema, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzan wa abshiru bil janna. Huyu anaondoka kwenye dhiki, tabu za maisha ya ulimwengu haya. Amma alfajir, mtu mwovu mbaya, wanastarehe kwa ubaya wake, ndugu zake, majirani, nyumba yake, wanyama, mpaka miti inashukuru Allah kwa wewe kuondoka katika ulimwengu. Ndugu yangu, ikifikia hatua hiyo, unapelekwa kwenye mwanandani pale, mpaka paka unemfuga ndani ya nyumba yako anamshukuru Allah kwa wewe kifo chako kuondoka. Hebu niambie, utakutana na malaika Munkar na Nakiri pale katika sura ya namna gani? Allah atupe mwisho uliokuwa mwema. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، وتوفنا وأنت راضي عنا، وتوفنا وأنت راضي عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور أهل القبور من المسلمين قبورهم، واغفر الأحياء ويسر لهم أمورهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين وأخرجهم منهم أذلة صاغرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في فلسطين. اللهم انصر على عدوك وعدوهم. اللهم انصر على عدوك وعدوهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم. اللهم إنهم جيعاء فأشبهم. يا راحم المساكين، يا راحم المساكين، ويا راحم المستضعفين، برحمتك نستغيث. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.